Miongoni mwa watu ambao walifurahi kuona haya makutano yakifanyika ni pamoja na mimi. Hebu tuambie hali ya mkutano huu ilikuwaje kati ya rais pamoja na viongozi wa Baraza la Maaskofu? Kwa kweli hali ilikuwa nzuri kuzingatia kwamba rais mwenyewe ameridhia. Walipomwandikia barua walimpendekezea na tarehe, tunaomba tukutane na wewe Mheshimiwa Rais tarehe 10 mwezi wa 8. Akaridhia, akasema karibuni viongozi wetu wa kiroho, mfike hiyo tarehe, na tukafika. Tukapangiwa na saa kuanzia saa 5, na kweli mazungumzo mengi. Tumeingia pale kuanzia saa 5, tumetoka saa 7 na kitu. Kwa kwamba mazungumzo ni wazi, yachukua saa 1 na kitu. Na aliwasikiliza kwa makini na akawapa mawazo yake, na baada ya pale akaonyesha kwamba lazima washirikiane katika kuifanya nchi iweze kutoka katika mkwamo uliopo. Watu wako kwenye masikitiko, lazima wafike mahali watu watoke kwenye masikitiko. Na haya yataongozwa, maaskofu wetu wamesisitiza lazima yaongozwe na ukweli, alafu kusameheana, reconciliation na kuponya nchi. Kwa hivi mapokezi yalikuwa ya kindugu kabisa. Ni viongozi, huyu ni mkuu wa nchi, yeyote anapoapishwa lazima tumtii. Kiongozi anapoapishwa lazima tumtii. Kwa hivi viongozi wetu maaskofu wanamtambua huyu ndio mkuu wa nchi. Wanamtambua kwa huyu ndio mkuu wa nchi. The fact kwamba aliapishwa kama mkuu wa nchi, na hiyo ndio namna ya kupata uongozi wa nchi. Na sisi katika maandiko matakatifu na hata katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunakiri kwamba lazima tuongozwe na serikali. Na maaskofu walifanya hivi kwa makusudi mazima kwamba wao wana jukumu la kufundisha watu juu ya maadili yanayowasaidia watu kuwa na utu na kuishi kama wanadamu ambao wana mshikamano. Lazima watu waishi kindugu. Ni kazi ya maaskofu kufundisha, na hili hawahitaji kuomba ruhusa kwa mtu, wanalifanya. Ndio maana wanatoa matamko, wanatoa mahubiri. Sasa na wanapotoa matamko na mahubiri, kwa kweli huwa hawaingilii mtu, wanatoa tu kwamba sasa hivi jamani, tupendane, tuheshimiane, tusikilize wakubwa katika yaliyo haki, tufuate haki za binadamu. Haya wanafundisha viongozi wetu wa dini, na hichi rais hajakisema kwamba hakipo, kipo. Lakini pia tunajua hayo yaliyotokea tarehe 29 Oktoba 2025 ni kitu ambacho kwa kweli kimesononesha wengi, kimesikitisha wengi, na ni kitu ambacho kimeharibu kabisa mahusiano kati ya watu na serikali, kati ya watu na watu, na hatuwezi kuendelea na hali. Kwa hiyo lazima tufike mahali, maaskofu wanasema kwamba lazima kurekebisha hii hali. Hatuwezi kuacha dhambi tutawale, lazima tutawaliwe na wema na upendo. Na hivi maaskofu wametimiza jukumu lao hilo. Na katika kufundisha, ibara ya 19 ibara ndogo ya 2 inatamka bayana kazi ya kueneza mafundisho ya dini, yale ambayo watu wanapaswa kuyashika ili waishi vizuri, ni kazi ya dini yenyewe. Serikali itajihusisha kwenye hayo. Kwa hiyo hayo yako bayana kabisa. Na ndio maana hili waliloenda ni kama la kuona kwamba anayepaswa kusimamia haya ni nani. Wao walishafundisha tarehe 15 Novemba 2025 walitamka kitu gani kifanyike. Ni kama walikuwa wanafundisha. Kwa sababu alihusisha hayo na mafundisho ya dini. Mafundisho yao ya dini wanayoyasimamia. Lakini baada ya pale sasa yatatekelezwa lini? Ndio wanaanza sasa kuona wenye mamlaka ni serikali, wao hawana mamlaka. Lazima serikali ndio itusaidie kutekeleza hayo na kusimamia hayo. Na wenyewe ndio waliapa kuyasimamia hayo kadiri ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.